kulikuwa kuna tukio ambako jana nililiwasilisha kutokea Kinondoni Mkwajuni, tukio la mtoto yule kutupwa, na akazungumza yule dada ambaye alikuwa ni shuhuda. Alimuona mtoto na akaweza kusaidia kutoa huduma ya kwanza, na mwenyekiti akamteua kwamba lazima hawe sehemu ya kuweza kutoa msaada. Na kuna taarifa gani mama mtoto kapatikana? Niligusia pia tukio lingine la Zulfa Timamu mwenye umri wa miaka 26. Huyu ni mkazi wa Mtwara, kata ya Tandika, manispaa ya Mtwara, Mikindani mkoani Mtwara, kwa tuhuma za mauaji ya mtoto mchanga, ambako anasema kwamba Huseni angetusaidia ufafanuzi wa kamanda. Sasa alimpata kaimu kamanda polisi mkoani Mtwara Mtaki Kurujila, ambaye amesema tukio hilo limetokea Juni 2 majira saa 9 alasiri katika nyumba anamoishi mama huyu, ambaye majirani walisikia mtoto mchanga akilia, lakini baada ya muda mfupi tu sauti hiyo na hivyo kuamua kutoa taarifa kituo cha polisi. Shenifahamu kwamba Husna huyu mtoto aliwekwa kwenye ndoo. Watu wana mambo jamani. Na mama akamfunika kwenye ndoo. Allahu Akbar. Nafikiri baada ya kimya kile kukata ni baada ya kufunikwa kwenye ndoo mpaka baadaye tena ndio ikapiga kimya. Lakini majirani kama hivyo tunasema. Kwa alijifungua mwenyewe. Yaani wewe mtoto alikuwa mpya. Mtoto wa kwake alishazaliwa. Ushanifahamu. Kwamba huyu mama alijifungua salama. Mbako ndio baadaye alimchukua mtoto huyo akiwa hai na kumweka kwenye ndoo ya maji ndogo yenye ujazo wa lita 10 na kisha akafunika kwa juu. Na akaweka mfuniko wake. Umri wa mtoto? Atakuwa ametoka kuzaliwa Husna, mtoto mpya. Yaani wewe umejifungua na kufanya hilo. Kamanda huyu hapa kutoka jeshi la polisi Mtwara akitolea ufafanuzi kuhusiana na tukio hili. Huyo kama amejifungua huyo mtoto akiwa salama kabisa na pale nyumbani kwake, na hatimaye aliamua kuchukua maamuzi ya kukichukua kile kichanga mtoto na kukiweka katika ndoo ambayo ilikuwa tupu, lakini yenye lita 10, ujazo lita 10, na kukifunika na mfuniko, na hatimaye kichanga hicho kiliweza kupoteza maisha. Mtoto alipoteza maisha baada ya kutopata hewa. Ndipo jeshi la polisi limkamata mwanamke huyo ambaye yuko katika kituo chetu kikuu cha polisi Mtwara kwa mahojiano zaidi. Jeshi la polisi linatahadharisha na kutoa wito kwa wananchi wote walioko Mtwara waweze kushirikiana na jeshi la polisi na kufichua uhalifu wa matukio ya kikatili kama tukio hili lilipotokea kwa kichanga hicho ambacho kilipoteza maisha yake na kilikuwa kina hatia. Mmemsikia kamanda tokea Mtwara, Kamanda Mtaki Kurujila, ambaye anazungumza na amefafanua kuhusiana na kilichotokea baada ya mama huyu kufanya ukatili uliopitiliza. Na Husna kwenye hili unaweza kusema kwamba bwana ndio kama ambavyo Gea amepitisha hapa kwamba huyu mtoto ni mdogo, mama kafanya hivi alichokifanya. Sheria inakuaje? Kwa sababu kuna excuse nyingine unaweza kusema kwamba bwana mama aliweza kupata kifafa cha uzazi na kinachukuliwa kwa muda mrefu. Tumeshazungumza hapa leo tena. Lakini wewe ndio hivyo. Tumeshazungumza leo tena hapa kuhusiana na pengine mama wakati mwingine kinatajwa kifafa cha uzazi. Kwa hiyo kinaweza kama ni excuse kwamba hiyo hali huwa inatokea. Wanaita kichaa cha mimba. Yaani wanasema mama kitoka kujifungua anaweza akawa hayuko sawa. Hayuko sawa. Ndio hicho ambacho nachokizungumzia. Sasa bwana Huseni, sasa si bora angejifungua hospitali afu akarudi nyumbani afanye mambo yetu aseme hayuko sawa. Kwa kile kinakuwa kwa nyumbani kinakuwa kinani? Inaweza ikatokea muda wote, lakini sidhani sijui kama anaweza akaekwa huko. Kinatokea muda wote kwa huo. Hivyo watu wanatofautiana kwa sababu hamna kazi kubwa Gea kama kubeba ujauzito kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa 9. Alafu unakwenda unajifungua, pia kuna kazi kubwa nyingine. Sasa mbona umeshavuka vizingiti vyote na mtoto katoka salama na mama yuko salama? Na yeye ndio kwa maswali sasa. Sana tena. Sasa kwa nini kinakuja kutokea dakika hizo?
wanatafutaga sababu tu. Kwa nini ubebe ujauzito? Hili hali kuna njia nyingi ambazo kila siku zinatangazwa za kuzuia kama hauko tayari. Kwa nini sasa ukubali kumbeba mtoto mpaka unamzaa? Matokeo yake unafanya mambo yasiyopendeza. Sasa yuko wakili msomi hapa Madu William ambaye anafafanua katika mazingira kama haya. Sheria inafafanua nini pindi hali ya ukatili kwa tukio kama hili inasomeka kama jinai au kuna tafsiri ya kuweza kubeba kama hili ambalo tumeweza kuwasilisha? Kwa hiyo nasema kwamba kwa mujibu wa kanuni ya adhabu kosa lake ni kunyongwa hadi kufa, na kwa sababu makosa haya ya mauaji mahakama zimefungwa mikono, hazina option ya kutoa adhabu nyingine mbadala zaidi ya adhabu ya kunyongwa hadi kufa. Kwa hiyo kama mahakama itajiridhisha baada ya ushahidi wa jamhuri kuwasilishwa na kupewa nafasi ya kujitetea, mahakama ikafanya uchambuzi wa ushahidi, ikaandaa hukumu, ikaona kwamba jamhuri imethibitisha kosa hilo pasi kwa shaka yote, basi hakuna option zaidi ya kuhukumiwa adhabu ya kunyongwa hadi kufa. Sawa, hiyo haijalishi kwamba ni mtoto wake, haijalishi kwamba ni kichanga. Haijalishi kichanga, tayari yule binadamu ameshazaliwa, anaishi, kwa kitendo cha kuondoa hai wake tena kwa makusudi. Sababu ukiangalia hizo facts, mazingira ni kwamba aliandaa, aliweka mazingira ya kufanya hilo kosa. Hakuna option zaidi ya kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa. Hoja ya kichanga nini kaka, sio hoja. Huyu ni binadamu, ameshazaliwa, yuko duniani, anapumua, anaishi, anakuwa na haki zote za kisheria ambazo jamhuri imeziweka kwa ajili ya kulinda watu wake, ikiwemo haki ya kuishi kwa mujibu wa ibara ya 14 ya Katiba ya Jamhuri ya Tanzania ya mwaka 77. Asante sana. Kwa hiyo wote ambao wana fikra za namna hiyo wajue kwamba ni kosa la mauaji na adhabu yake ni kunyongwa hadi kufa. Naam, wajue kwamba kitendo cha kuondoa hai wa mtoto hata kama na siku moja, hata kama na siku mbili, as long as tayari yuko duniani, anapata protection zote ambazo jamhuri ina protect wananchi wake, na ikiwemo hiyo haki ya msingi ya kuishi ambayo katiba yetu ibara 14 imeainisha vizuri kabisa. Kwa hiyo watu waache hizo tabia. Wito wangu ni kwamba watu wajiepushe, kwa sababu unapoamua kuzaa unapo tayari sio bahati mbaya. Mmemsikia wakili msomi kichanga naye mtu binadamu, ndio mwanzo wa binadamu hapo, binadamu tangu akiwa tumboni. Jana mwanamuziki Yami ambaye ametoka kwenye lebo ile ya Nandi, tumeona ameweza kutambulisha wimbo wake wa kwanza akiwa mwenyewe, kwa maana kujitegemea na kwanza maisha mengine mapya ya sanaa yake. Na nikaona baadhi ya wasanii ambao kikweli waenda kumpa support na vitu kama hivyo. Na kubwa zaidi nilimuona mdau wa michezo na alikuwa semaji wa timu ya Yanga, Haji Sande Manara, ni moja kati ya watu ambao walikuwa wamealikwa, na kiukweli support yake ilikuwa ni kubwa sana. Na pindi ambako anakopo Haji, basi waandishi wanataka vitu, kutaka kujua mawili matatu kuhusiana pengine tukio lililopo au mambo ambayo wengine wako wamepita. Na kwenye upande wa mambo ambayo wamepita, walimuuliza kuhusiana na taarifa ile ya Zuchu. Gea, wewe ni shahidi baada ya kuona hivi karibuni tukio la Diamond, video zile kuonekana akiwa anafunga ndoa na Zuchu. Ile picha nimeona video pale Dula Makabila. Dula Makabila. Ilitokea mambo mengi sana jana. Kwa huko Haji Manara huko Dula. Na Yami ndio kama mweupe hivyo. Ushanifahamu. Kwa hiyo huku na huku hatari. Haji kwanza alizungumzia swala la Zuchu. Na akafafanua kwa yeye alimwona Zuchu ni wife material, na anashangaa wapi Diamond anakwama kwenye kumuoa wewe bibie. Sikasha uonta. Mimi ingetokea Diamond asingemuoa Zuchu, alafu mimi na Diamond sio marafiki, ningepeleka posa kwa DJ. Yaani ingetokea na nishakwenda mwenyewe, wewe ni mtu mzuri sana. Sijui viwango vyako vya kufikiria katika uzuri au viwango vyenu, lakini mimi kila nikimwangalia kwanza akti yangu nasema kaka sasa vipi? Wengine tulio kwa sababu tu, lakini ile akti zangu mnazifahamu nini? Akti zangu ndio zile. Diamond alikuwa chelewa hapo, mimi nampongeza sana. Angechelewa mwana angemkuta si wake. Kuna wauni hapa mjini. Unamwachaje mrembo kama yule? Na bado
Lakini lingine ni kukutana na Dula Makabila. Jana naona watu wengi comment zilikuwa nyingi sana. Ndio mimi nimeona hapa. Na Manara alizungumza kuhusiana uwepo wake Dula na kukutana naye jana katika utambulisho wa wimbo ule wa Raha. Hilo ndio msingi sasa. Haji huyu hapa. Vipi tena? Asante. Thank you brother, tunashukuru na tutaongea na bibi hapa. Tufanye collab moja upige na singeli fulani sababu au sio? Asante brother, thanks a lot. Mimi comment sina, nimefurahi kuwa hapa na nyinyi usiku wa leo. Mambo ndio yalikuwa kama hivi. Mambo yalikuwa makubwa basi. Kwa hiyo mambo kama yote. Hiyo collab anataka kufanya Dula Makabila na Manara, sijaelewa. Alipendekeza yani Dula Makabila afanye collab na Yami. Manara kasema hivyo. Manara alipendekeza. Na mimi nilipenda. Dula mnafiki. Kwa nini? Wewe tena. Nikiona ile video pale vinavyocheka, yani kinafiki kabisa yani. Na Dula Mswahili jamani. Zipo video ambako Haji alikuwa anasema huyu bwana mimi ananiimba. Ananiimba analisema lakini aishi. Yaani anaponiimba tu huwa aishi kunitumia DM na message za kuniomba msamaha. Kumbe afu huko anajifanya kakomaa. Haifanya kakomaa. Kwa anatuma message anamwambiaje kaka ndo maisha natafuta hela. Maisha na nini bwana mimi niachie kazi zangu na napambana kaka kausha. Yeye anatuma kweli? Kwa mujibu wa Manara. Na kayazungumza mbele yake akiwepo pale. Sasa ndo anamuomba msamaha. Mimi sikuwahi kuwaza kama wanaweza wakasimama hivyo pamoja. Kwanza umwoni anavyocheka kinafiki. Asicheke vipi Dula simkorofi kwa sababu katika watu anamchokozaga mwenzie yeye ndio bwana anacheka mara nyingi ndo anamchokoza Manara mara nyingi sana Swahili kama dada yake ndo manake bwana Hussein bin Ali producer wetu alizungumza na Dula Makabila pindi ambako alionekana yeye katika shughuli hiyo na kukutana na Haji Manara tena kusimama hapa kwa hapa machache kati ya mengi alikuwa ni haya hapa. Mimi nilipigia simu na Yami ataniambia bwana kuna jambo langu hapa nahitaji uje kunisupport kweli. Nikawa nimetoka kama kawaida yangu nikachapa zangu kodi zangu wa mauaji na tunajua sehemu zile kuna warembo tofauti. Kwa hiyo nikawaambia bado sasa kipindi naingia bado sikujua kama Haji alikuwa eneo lile, lakini nilipofika nikapitiliza hadi chini kama nimekaa kina barabara juu kina Ngunya ndo nikasikia kama msemaji ananiita kweli nikaitikia wito nikaenda pale nikasikiliza wengi nikatoa comment yangu basi ikawa hivyo. Unajisikiaje lakini baada ya kuona kwamba anakuita ni msemaji na upenda kukutana naye? How did you feel? Yani hisia zako zilikuwaje kuona kwamba huyu mtu tunavutana sana kwenye mitandao wakati mwingine anatunga mpaka ngoma na mwimbia na nini, leo nimekutana naye? Mimi kwanza nilijua lazima itakuwa hivyo kwa sababu si watoto wa kiume tofauti na watoto wa kike, si waga tukai vitu haba miaka mingi kusema ndio kai na indiare na nini mfano mimi naweza mtandaoni kweli nikawa na kucharia kweli mtandaoni, lakini mitandao nikawa sina chuki na wewe. Mimi mtu aina hiyo mzee wangu, mimi napenda tu spotlight, lakini waga siku serious kihivi. Kwa hiyo hata baada nimeniita kweli tukatoa comment yote na mimi basi, yani hakuna mimi nzuri. La mwisho labda ya kumwambia Bugatti na kitu cha kumwambia baada ya kukutana kwenu kwa mara ya kwanza jana. Bugatti namkubali tu, anamkubali, ni mmoja wa mtu ambaye inspire wasemaji wengi sana, ana mchango mkubwa sana kwenye soka la Tanzania. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana mchango mkubwa sana kwenye soka, anastahili heshima yake, ninamkubali sana. Nashukuru sana Bugatti. Poa. Watu wa kitengo cha comments kuna cha kujifunza kwenye maisha ya watu maarufu. Dula anakuambia Bugatti hana baya. Naweza mkagombana nyinyi wenyewe kwa wenyewe. Afu wao mambo yakawa mepesi tu. Sio kwamba yakawa mepesi wakaelewana kufurahiana, lakini wanaweza kaishi kichina vile vile. Alafu nyinyi ndo mkabaki kuumbuka. Kwa hiyo kuna cha kujifunza sana kwenye kitengo cha comments.
Ila nimemwona watu wasimalizege mapovu kwenye mambo ya watu. Nimemwona Yami ameglow. Yami ameglow, umeona amekuwa amebadilika rangi, amekuwa mweupe. Sio Yami yule unamjua yeye. Yaani kama sio kusema kwamba ni Yami sio nini, ile video nimeona pale nisingemjua kama ni yeye. Siniambie. Kweli kabisa. Kwa sababu nilikuwa mnasema tu Yami, sababu sijamuona akiwa hivyo, ndio leo namuona akiwa mweupe. Mara nyingi najua ni maji ya kunde, sio ni mweusi. Kwa kabadilika. Amebadilika, ameglow. Wakajisemea wenyewe. Wamejisemea wenyewe. Husna, nilimwona msanii Dogo Pattern akiwa jukwani afu kama upepo na sauti kwa imenani. Nafikiri sio mliona ile akiwa jukwani na meneja wake akaenda kumfuata akiwa na bwana rudi na kaperform, lakini kijana akamwambia hapa hii sio kweli, na mpaka yapelekea yeye akashuka. Na nikaona Huseni alimpigia meneja wake na akamwambia kabisa kwamba bwana kijana hawezi kuzungumza, sauti imekauka. Sauti imekauka? Sauti imekauka. Na nikaona katika comment watu wengi wanasema kwamba kijana huyu anapigishwa show nyingi sana. Anachoka. Na ndio maana pengine baba mapumziko apate vizuri na nini. Sauti inaendana na kulala. Kupumzika, kujitunza. Hivi unajua wakati tukombea kule kuja kufanya show wakati tukombea tunafanya ile Malkia ya Nguvu kile Jumamosi. Ijumaa yake alikuwa na show. Afande legeze kamba. Ushelewa. Ili niweze kukupanga afande. Kwa hiyo pole sana kupata, nafikiri atunze sauti, pate muda wake wa kupumzika na nini. Na hicho kizungumza hiki wakati uko jukwani anafanya perform ni hiki sauti kakata. So mchezo alikuwa na haki ya kushuka. Sauti hamna. Hapo alikuwa anaumia, unajua. Anaumia. Anaumia back to back na aligeuka akarudi nyuma kabisa hivi. Na kama anasafiri mbali kama hivyo so, na baridi ile la Mbeya kwa mfano. Hebu muache kwanza apumue. Hela zipo lakini pia kujitunza nako muhimu. Godfrey Kila anasema Gongo la Mboto aliperform mpaka akawa anamonea huruma kwenye Mwenge. Unaona shughuli. Shida ndio hiyo. Leo kwa Gongo la Mboto anatakiwa apumzike alale. Heavyweight Dula. Yes, habari za asubuhi. Salama tu, kwema, habari za huko? Huku njema kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kabisa. Tuko na Heavyweight Dula. Tayari tumeungana naye dawatini kwenye zilizo kiki Jose Mara. Husna, na hii kuzungumza na Heavyweight Dula ni kuhusiana na adhabu ambazo zimetolewa jana. Nimeona makocha, nimeona haswa lililokwenda sana ni kuhusiana na referee Heri Sasi ambaye wanasema amefungiwa miezi 6. Kisa huyu ni muamuzi muamuzi wa kati kwa kosa la kushindwa kumudu mchezo wa Simba dhidi ya Singida Black Stars baada ya kufanya maamuzi mengi yaliyoashiria kushindwa kutafsiri vyema sheria 17 za mpira wa miguu. Elewa ile mechi ambayo Husna kwa nazungumza ulikuwa ukiziona penalti za wazi kabisa. Ile mechi ya kwanza ile NBC Premier League. Moja kati ya mechi ambayo ilalamikiwa sana. Kwa hiyo nikasema siwezi kujipasua, Heavyweight Dula yupo. Kwa maana tafsiri. Dula kwa kutupitisha hii adhabu na kufungiwa miezi 6 kwa referee huyu. Kwa kelele zile ambazo zilipigwa na wadau na mashabiki. Na anakwenda kufungiwa miezi 6. Ina maana ni kweli alishindwa au nini kimesababisha zaidi? Kwa maana kushindwa kutafsiri. Of course Risasi alishindwa na Simba imemponza. Simba imemponza kwa sababu katika ule mchezo ni dhahiri shahiri kuna matukio ya penalty ambayo alipaswa kuwapa Singida. Okay. Penalty. Kwa sababu by the way ni zaidi ndio maana nasema Simba wamemponza. Zaidi ni Singida ndo walionekana kunyongwa kwenye ule mchezo kwa sababu penalty mbili zote alifanywa Jonathan Soa. Alikuwa kila akifika ndani ya penalty box mabeki wa Simba wanashindwa kumzuia, wanamchezea madhambi, anakuwa anaanguka. Na kibaya zaidi ni kwamba Singida walilalamika, hawakuishia hivi, walilalamika, walipeleka malalamiko yao
na kulikuwa kuna vuguvugu, nafikiri tulizungumzia sana kwa sababu pia walikuwa na mchezo mwingine wa FA dhidi ya Simba wao. Kwa hiyo walilalamika sana mitandao, kama unajua kama hiki kumetokea mambo mengi. Kwa hiyo linapotokea lalamiko kama hilo, lazima mtu utachukua hatua za kisheria. Kwa hiyo ndugu wetu Erikasi amepigwa nyundo zake za miezi 6. Kwa hiyo tutakutana naye mwezi wa 12 au mwezi wa kwanza mwakani. Hiyo hivyo, lakini hata kocha Fadi unaye kikosi cha ufinyu wa kikosi, naweza kusema ufinyu wa kikosi na umemponza vile vile kwa sababu amepigwa faini ya milioni 2 kwa kosa la kutoa maneno ambayo ni kama kuishtumu bodi ya ligi kwamba ina agenda fulani hivi kwa sababu ya ugumu wa ratiba ambao Simba wamekutana nao. Nasema ni ufinyu wa kikosi umemponza kwa sababu kama Simba kukutana na ratiba ngumu ni kitu ambacho mwanzoni mwa msimu tu utakitegemea. Ukiwa unafanya usajili wako na nini, kutokana na ukubwa wa timu utategemea kukutana na ratiba ngumu kwa sababu timu itakuwa ikifika michuano mbalimbali, na kadri inavyozidi kufika mbali kwenye michuano husika ndivyo ratiba itakavyozidi kuwa ngumu. Kwa hiyo ukiwa na kikosi kipana, maana ugumu wa ratiba unaweza kuaffect eneo dogo kwa sababu wachezaji hawa watapumzika awamu hii, awamu ijayo watacheza wengine. Kwa hiyo kukosekana kwa kikosi hicho na kutumia wachezaji wale ukafanya yeye alalamike na kushtumu bodi ya ligi kusema kwamba wana agenda, na kujikuta naye amelimwa hapo milioni 2 faini pia, na ambao pia naona nao pia imetembea sana. Nimekutana nayo hiyo. Heavyweight. Kuna hili linalozungumzwa la Faisal, naona limerudi tena kwamba ofa ya Azam anaikataa kwa mara pili. Mshahara ukitajwa kuwa milioni 50 lakini sign fee ikitajwa milioni 500. Sijui kama mkutana nalo, maana naona kwenye vilinge vya kidigitali na kurasa za michezo ndio limekuwa ni gumzo sana. Limekaaje hili? Ni kweli kwamba huu mshahara unaotajwa milioni 50 na kusaini kwa milioni 500 kupo kweli, au ndio zinaanza siasa kwa maana kuweza kuleta pressure? Hapana, hilo swala lipo kweli. Na unajua hiyo mfano signing fee milioni 500 hiyo ni baada ya makato, maana yake baada ya makato na kodi ndio inakuwa milioni 500, lakini zile namba zenyewe halisi ni milioni 800 na point. Na kwenye mshahara hapo pia ni hivyo hivyo, kwenye mshahara pia ni milioni 87 huko, lakini baada ya makato ya hapa na pale ya kodi na nini ndio inakuwa Faisal yeye anachukua mzigo wa milioni 50. Pesa fulani hivi ambazo tulikuwa tunaziongelea, hata jana uliniuliza, ni pesa ambayo ukifuata miezi yako 2 tunaweza ukasurvive mwaka mzima, una enjoy tu maisha. Lakini Faisal amezipiga chini, ameonekana ataki, yani ni kama sio kwamba ofa ni ndogo, ila ni kama hana mpango wa kuweza kuendelea na Azam FC. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake nini? Kwamba kuna sehemu kuna malisho zaidi? Manake mpaka anakataa kuna mawili. Unajua Azam mimi sina shaka kwenye swala la malipo, jambo la kwanza. Naona kabisa Azam ni timu ambayo inaweza ikampa mchezaji maslahi mazuri, lakini kama unahitaji kupata maslahi lakini kupata pia mataji leo kama mchezaji nao unakuwa muda mwingine unatamani kunyanyua chochote. Inawezekana Faisal offer haoni kama ina changamoto, anaona ni hela nzuri kwa sababu sidhani kama ameshawahi kuwaza kama inaweza kafika kipindi atachukua karibu milioni 50 kwa mwezi. Lakini na wasiwasi kwamba Azam je inaweza ikamhakikishia yeye kupata makombe. Unaelewa? Kwa hiyo inawezekana ameangalia katika engo hiyo akaona kwa sababu Faisal anaweza akaenda kwenye timu nyingine akapata milioni 30 40 50, japokuwa sina uhakika sana kama kwa hapa Tanzania inaweza ikafika, lakini kumbuka ana ofa pia kwenye baadhi ya timu South Africa ikiwemo Kaizer Chiefs. Kwa hiyo kwenye swala la ofa yeye inawezekana haina shida, lakini sidhani kama kwenye mataji. Kwa kama atataka mataji pia siwezi nikamshauri aende Kaizer Chiefs kwa sababu ni timu ambayo inaonekana bado inajita. Sawa. Nafikiri tegemea naye mwenyewe anaona nini. Sawa. Dula, tuliwekee kiporo kwa sababu sisi tupo, kubwa zaidi ni kuomba kwa Mwenyezi Mungu litakalotokea kwa siku tuweze kushuhudia. Heavyweight,
kuna hili ambalo linazungumzwa kwamba sasa hivi wazee wa Yanga wanakutana pale klabuni. Kuna mkutano utakiwa ufanyike. Ndio. Sijui kama mkutano nalo, na mkutano wenyewe unahusu tarehe 15. Nimekutana nao muda huu tunapozungumza hapa, wapo pale Jangwani. Mkutano unaendelea muda huu. Vipi, umepata kujua labda pengine na mvua hii nini ambacho kinazungumzwa? Of course bado unaendelea, lakini miongoni mwa agenda ni zile kwamba kuendelea kushinikiza kwamba wasicheze mchezo wa tarehe 15. Kwa sababu nimepitia hapo, nimeona wanaimba mpaka kuimba hatuchezi wote, yani ukumbi mzima pale Jangwani. Naona waambie mvua inanyesha, maji mvua inanyesha, waambie mvua inanyesha mpaka wiki kujaa. Wakabebwa na kikao chao wakaondoka Mto Msimbazi. Sasa Dula, narudi kwenye swala la mwanzo mloanza nalo la refa kufungiwa miezi 6 baada ya mechi ile ya Simba dhidi ya Singida Black Stars. Ndio. Kwa hiyo mechi inarudiwa? Hapana, haiwezi kurudiwa. Penalti zao ndo basi. Yaani hapo anayekula adhabu ni refa ambaye ameshindwa kumudu mchezo. Kwa hiyo tafsiri sheria. Sawa, nishaelewa. Kwa hiyo kwenye mchezo ule hakuna mabadiliko yoyote yanakuwa. Hakuna. Ndio ishatoka tena. Atakuwa amekuta nyundo zake za miezi 6 au mwaka au vipi, anakuwa ndo jambo limeisha, kwa sababu makosa ni ya muamuzi. Sijapenda. Sijapenda hata kidogo. Hajapenda. Sijapenda. Ulikuwa unataka wafanyaje? Sheria haziko hivyo najua, lakini sheria sio msahafu useme ubadiliki. Nafikiri kuna haja baadaye watu wakae waweze kutunga sheria nyingine. Endapo itakapokuja kuonekana refa alifanya upendeleo, basi chochote kitokee. Kwa sababu mwisho wa siku atafungiwa miezi 6, kesho atakuja refa mwingine na yeye. Kwa sababu kuna stories zinazozungumza kashapata chake, maneno ya mtaani. Sasa akatokea mwingine refa Jose Mara kesho na yeye akala chake kabisa, akasema na nyundo yangu ya miezi 6, ndani ya miezi 6 Singida ilishinda. Ndani ya miezi 6 akafungwa. Mechi ya kwanza. Mambo kama hayo na kesho unanielewa, kesho anarudia tena refa mwingine anachukua chake, anakaa zake miezi 6 anarudi tena. Sababu kumbe atarudi. Mimi nijua eti ndo basi. Na tutakuwa na imani gani siku ya kwanza anayorudi anapochezesha mechi kwamba kabadilika au yule? Mimi sijapenda. Haujapenda? Hajapenda. Marefa wetu wanabidi kwa sababu huyu ameadhibiwa kwa sababu ya kushindwa kutafsiri sheria. Kwa mfano labda angeadhibiwa kwa kosa la kula rushwa, labda na ushahidi ukawepo kwamba alikula rushwa na nini, adhabu yake ingekuwa kubwa na ile timu ilihusika pengine ingekutana na changamoto nyingi sana. Lakini kwa kushindwa kutafsiri, maana yake labda ni uwezo wake mchanga wa kujua. Asa unakuja na uwezo mchanga na wewe ndio refa anachezesha mechi kubwa. Asa kushindwa kutafsiri sheria ndo mada yenyewe ilipo hapo. Mimi naona hiyo ndio kubwa sana kuliko mengine. Kwa hiyo unaposhindwa kutafsiri sheria waweza kuona wanyima penalty wanakosa pointi 3 jamani. Ndio hivyo, kwa sababu penalty yenyewe pia unaweza ukatoa na ukakosa. Kwa hiyo ndio maana hiyo sasa tuache. Hiyo mpe mtu penalty yake. Ndio maamuzi yashafanyika na ndio ashapewa adhabu jamani, basi tuishie hapo. Au umependa? Mimi nimependa hayo kwamba muamuzi akikosea basi anaadhibiwa muamuzi. Mimi tu sijapenda. Simba kutana na faini pia, mfano milioni 5 hii ya kosa la mashabiki wao kurusha machupa kwenye mchezo huo. Akipointi wanazo. Adhabu ya milioni 5 faini. Pointi si wanazo? Hizo ni adhabu kuhusiana na pointi bwana. Adhabu sijui nini vitu gani. Wanataka Simba wakose. Kikubwa pointi. Heavyweight. Na hizi pointi ndo zinaleta uzito kwenye swala la dabi. Si ndo maana yake sasa. Mambo ya faini kukaa pembeni ndo nini? Simba wangefungwa, Yanga pengine wangecheza. Habari ndo hiyo. Msikiza Jose Mara. Dula. Mimi nakushukuru sana leo siku ya Alhamis, tuombe uhai na uzima. Kesho tukutana. Tunaweza tukapitia haswa kwenye kilichofanyika leo katika mkutano wa wazee na yapi ambayo yameweza kuzungumzwa na kuwasilishwa. Nashukuru sana. Haya, asante sana. Naomba kuwasilisha kasoro dakika 2 kwenye mahusiano. Ndio. Kwenye mahusiano sijajua nini mtu anakuwa na anajiona zaidi tofauti na mwenzake.
kwenye mahusiano. Kwenye mahusiano sijajua nini ambacho mtu anakiona zaidi ya mwenzake. Kwa maana ya tafsiri zaidi. Nazungumza hivi baada ya kuona andiko la Kajala aliposti kwamba Mungu akikupea mtu kama mimi nitumie vizuri, kwa sababu tunakoga tuagi wengi. Sasa kwa sababu sasa kwa upande upi, maana binadamu ana vitu vingi, wife material, wema, kutunza, kujali na nini. Ushaelewa sasa kwa jicho lako ambalo unaona mpaka kesho. Hiki ambacho alichoandika Kajala, wewe kwa jicho lako. Na Kajala unamfahamu toka shule ya Jitegemea na mpaka utu uzimani, leo tushakuwa watu wazima. Kwa hiki ambacho amekiandika, unamwonea kweli katika watu ambao wachache kama yeye. Kwa ukimpata inatakiwa ujengenge, umbimbe umwengenze, umtunze. Sasa sijui katika upande upi. Yaani kama shule kuelewa. Kajiamini tu. Kajiamini. Labda kwenye urembo wake. Kwenye urembo wake. Au ndo kwenye matunzo, unasema kwenye kubimba. Kwenye mahusiano. Sasa sijui kwenye mahusiano yake anafanya nini, mimi sielewi. Ichukue kwenye mahusiano. Sijui labda ana vitu gani special. Lakini kusema kwenye swala la urembo ambao tunaona kwa nje, tunasema kweli ni mwanamke na nusu amekamilika mrembo. Special yeye ambavyo wewe vijui. Sasa inawezekana vitu ambavyo anavizungumza yeye, sisi ndugu watazamaji tunaomuona kwa nje hatuwezi kujua ana mambo gani mazuri au ana tabia gani nzuri. Au ana matunzo gani mazuri, hatuwezi kuelewa. Gea, usije ukaniambia baada ya kucheza matangazo. Ule umaalumu wake ambao unaona. Mimi sijui umaalumu wake. Kwa muonekano, kwa urembo mrembo. Mashaallah tangu zamani. Ila kwa vingine sijui. Haji Kidege hata picha yake aliyoweka hapo anaonekana mzuri, anapendeza kwa kweli. Mtu kama yeye mwanamume akimpata kwa muonekano ni vizuri. Sasa sijui kwa vingine. Haji Kidege anasema hata wangu aliniambia kama hivyo, ila aliniacha pia. Malkia Nguvu